Mwanamichezo, karibu tuyamulike na tuyatazame yale yote yenye ujazo wa michezo kwa kina. Ni taarifa kutoka katika upande wa Young Africans, taarifa ya usajili zikiwa zimesalia siku chache kuweza kutazama dirisha dogo la usajili likiwa linafunguliwa. Kikosi cha Young Africans ni moja ya timu ambayo inahitaji kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi hichi na kuongeza nguvu zaidi ili kuhakikisha kwamba timu yao inakuwa katika nafasi nzuri na nafasi kubwa ya kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kile ambacho wamejiwekea. Yanga ni moja ya timu ambayo kiukweli wanahitaji kufanya maboresho kwenye baadhi ya maeneo ili wao msimu huu kufanya vizuri upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia upande wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara pamoja na michuano tofauti ambayo Young Africans watashiriki au wanashiriki katika msimu huu. Sasa wakati ambao dirisha dogo limewadia, Yanga tayari wametua kwa moja ya ushambuliaji kinara, moja ya ushambuliaji hatari zaidi katika upande huo ili kuhakikisha kwamba wanaongeza nguvu na wanampata yule ambaye anastahili kuwapatia wanachokihitaji na yule ambaye pia amekuwa katika ubora wa hali ya juu katika upande huo. Ipo taarifa ambayo imeweza kufikia wakati huu kutoka upande wa Young Africans, yule ambaye wanakwenda kumuongeza katika kikosi katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Huyu ni mchezaji ambaye anaitumikia timu inaitwa Stade Malien ya pale nchini Mali. Huyu ni mshambuliaji kinara ambaye ukimtazama kiukweli performance yake ni top performance ya hali ya juu katika eneo hilo na ni mmoja wa washambuliaji vinara ambao wamekuwa katika ubora mkubwa zaidi. Huyu anatokea pia katika taifa la Cameroon. Yeye ni mzaliwa wa Cameroon lakini anaitumikia Stade Malien ya kutokea pale nchini Mali. So ni moja ya top performance ambayo Yanga wanahitaji kuwa nayo msimu jana, lakini that top performance wanahitaji kuwa na top players ambao wana uwezo wa kuja kupatia kila ambacho wanakihitaji. Sasa binafsi nitaomba nikupatie majina yote ya mchezaji huyu anayejulikana kwa jina la Thaddeus au unaweza kumuita Thaddeus Nkengi Fomakwangi. Ndiyo majina yake. Anaitwa Thaddeus Nkengi Fomakwangi. Ndiyo majina yake. Moja majina ambayo yupo nayo ndio hayo majina matatu. Thaddeus Nkengi Fomakwangi. Umri wake ni miaka 25 ndio alionao katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Ukimtazama Thaddeus Nkengi Fomakwangi ni raia wa Cameroon na amewahi kupita katika baadhi ya timu kubwa na moja ya timu ambayo ilimguza ni timu ya FC Porto ya Ureno ambako huko alipita akiwa kama mchezaji kijana kwenye zile timu za vijana, lakini pia upande mwingine timu ambayo ameichezea ni HGK. Hii ni timu kutoka katika taifa la Finland pia barani Ulaya pamoja na timu inaitwa Carabobo ya nchini Colombia. Inaitwa Carabobo ya nchini Colombia. So mara ya mwisho anatoka Carabobo ya nchini Colombia ndio akajiunga na vijana wa Stade Malien, moja ya timu bora zaidi ambao pia tumetazama ufanisi na ubora wake ukiwa umetukuka katika eneo hilo. So huyu ni sehemu ya stage ambao Young Africans wana imani kubwa ya kwamba ni moja ya stage ambao wana uwezo wa kuja kuongeza nguvu. Moja ya sifa kubwa ambayo mwamba huyu anayejulikana kwa jina la Thaddeus Nkengi Fomakwangi ni namna ambavyo ana uwezo kucheza nafasi zote tatu katika eneo la juu. Binafsi naweza nikasema hivi, ukimtazama Thaddeus Nkengi Fomakwangi ni mchezaji ambaye unaweza ukamfananisha na Clement Waridi Mzize about quality, kwa sababu Mzize ni moja ya wachezaji ambao wana quality ya hali ya juu. Ana uwezo kucheza namba 7, ana uwezo kucheza namba 11 na ana uwezo pia kucheza namba 9. So ukitazama kwa Thaddeus Nkengi pia naye yuko sanjari sawia kama ilivyo kwa Clement Waridi Mzize. Popote ambapo mwalimu utaona ni vyema ukamtumie, basi ni dhahiri shayo utamtumia. Ikumbukwe Clement Waridi Mzize kwa sasa ni moja wa wachezaji ambao watakosekana katika baadhi ya michezo hivi karibuni kulingana na aina ya majeraha ambayo yamemkumba na majeraha ambayo amekuwa nayo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. So pia hii imekuwa ni moja ya changamoto kubwa upande wa Young Africans ambayo inachagiza na kuanikiza kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba timu hii inakuwa bora zaidi na timu hii pia inakuwa katika ustadi na uredi
weledi mkubwa. So Thaddeus ni mmoja wa wachezaji ambao now we are just waiting, tutazame kile ambacho vijana hawa watakuja kufanya, kwa maana Young Africans watakuja kufanya jambo gani katika eneo hili ambalo tayari wanatazama kama sehemu ya eneo ambalo pia wanahitaji kuongeza nguvu, ufanisi, lakini pia kuhakikisha kwamba timu yao inakuwa bora zaidi. So tusubiri na tuone kile kitakachoonekana na kile ambacho pia kitakuja kupatikana itakuwaje kwenye dili hili la hawa wawili, na ambaye moja kwa moja atachomoka na kufanyikiwa dili hili ni moja pia ya jambo kubwa ambalo we are just waiting about that, kile ambacho kitakuwa kimeonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Lakini kwangu mimi nikimtazama Thaddeus ni mmoja sasa ambao wana uwezo mkubwa na ana uwezo wa kuipeleka Young Africans katika nchi ya ahadi. Yanga kwa vyovyote na kwa lolote na kwa yote wanapaswa kumtafuta mchezaji ambaye ni nambari 9, namba 11 pamoja na nambari 7 kama ilivyo kwa Thaddeus, kwa sababu ukitazama Mzize tayari alishapata majeraha na majeraha yake obviously atamweka nje kwa muda mrefu, kwa sababu kukaa nje kwa zaidi ya miezi miwili, na hii zaidi ya miezi miwili ndio wakati ambao Young Africans wanamhitaji mchezaji kama Clement Waridi Mzize ili kuja kuongeza nguvu, ufanisi na weledi mkubwa. Pia hii inachagiza na inaanikiza ya kwamba moja usajili mkubwa ambao ataufanya ni usajili ambao unapaswa kutimiza idadi ya kile ambacho wanakihitaji katika eneo hilo. So hiyo ndio taarifa ya moja kwa moja ya yule ambaye anahitajika ndani ya Young Africans. Maoni yako ni yapi? Mtazamo wako ni upi juu ya ujio wa Thaddeus ambaye Young Africans wanamhitaji? Anaitwa Thaddeus King Fumakwenk, raia pale nchini Cameroon anayetumikia Stade Marine. Comment yako ni muhimu zaidi upande huo, lakini baada ya kutupia comment yako pia, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha pia umeweza kusubscribe ili usipitwe na taarifa zote zinazojazo na mwendelezo wa michezo kwa kina.